Sheha wa shehia Mwembe Majogoo mtaa wa Kinuni kwa Manyama, wilaya Magharibi B Unguja, ndugu Mwanahawa Haji Juma amewataka vijana wanaoosha vyombo vya moto katika eneo la kwa Manyama kuacha mara moja shughuli hiyo, akisema eneo hilo si rasmi kwa kazi hiyo. Amesema kuwa uwepo wa shughuli hizo unasababisha vitendo vya uhalifu pamoja na kuchanganyika kwa watoto wadogo wanaojishughulisha na kazi hiyo, huku akiacha kwenda skuli na madrasa. Akitoa agizo hilo katika kikao cha shehia kilichowekwa maalum kwa ajili ya kuzungumza na vijana hao, ameeleza kuwa baadhi yao wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, wameacha masomo pamoja na kutumia dawa za kulevya ikiwemo bangi. Aidha, amewataka wazazi kushirikiana na jamii katika kulea watoto wao, kuwalea ipasavyo pamoja na kufuatilia mienendo yao. Lengo kuu la mkutano huu ni vijana ambao wanaosha magari, wanaosha mabodaboda, mapikipiki, wakesha mapikipiki, wanarandia, wanaingia mitaani bila kuwa na leseni na bado kuwa ni watoto wadogo, hawaruhusiki kufanya hiyo kazi ya ajira kama hiyo ya utoto. Kwa hivyo tumezungumza nao, vijana wamekubali hilo swala kwamba linafanyika na lipo. Kwa hivyo mpaka sasa hivi wamesema wanaomba ajira, lakini hawawezi wakapata ajira kwa sababu wale ni watoto wadogo, hawasomi skuli, wametoroka, hawasemi chuoni, wapo wanaranda na haipendezi kwa jamii. Wito wangu kwa jamii, na washauri kwamba watoto, jamii uangalie sana watoto, kwa sababu mtoto ndo mtoto. Unaweza kumkataza huko akenda huko, lakini ukiwa huko karibu naye unaweza kujua kwamba mwanangu leo anafanya nini na anacheza na nani na anakaa wapi, haendi kwenye vikundi viovu. Kwa hivyo na wanasihi wazazi wenzangu kwamba tuwasimamie sana watoto. Hawa ni wananchi ambao wanakuwa wanaitumilia kwa sababu ile ni njia kuu, imefika mbali, imetoka huku barabarani mpaka imeingia ndani huko, jamii inaitumia, watoto wanatumia, lakini wakorofi bado na wao wanaitumilia kwa kuosha magari, kuweka barabarani ambao vyombo vinakuwa havipiti, alafu wanawatukana watoto, wanakuwa wanawakamata wanawake, wanawaletea shida. Malalamiko yameletwa, lakini na mimi jitihada naifanya ya kuja na ulinzi shirikishi na polisi ambaye yumo ndani ya shehia. Tunakaa vikao mbalimbali kuzungumza nao, kuzungumza na wazee, lakini ikifika usiku wanatoka sehemu mbalimbali ya wahuni wanakuja kujiingiza shehia Mwembe Majogoo. Mikakati, nimekaa na ulinzi shirikishi, wajumbe wa shehia, kamati ya maafa ya mazingira, tumekaa pamoja kuzungumza nao kwamba masuala haya yaachike mara moja katika shehia, sio mazuri. Na pindipo tukigundua kama yuko mtu anafanya hivyo ndani ya shehia, basi tutampeleka vyombo vya sheria zaidi achukuliwe hatua. Nao baadhi ya wazee na vijana wa shehia hiyo wametoa maoni yao kuhusu jambo hilo katika kikao hicho, wakieleza changamoto mbalimbali zinazotokana na vitendo hivyo pamoja na kutoa mapendekezo ya namna bora ya kukabiliana navyo. Kama sheha na serikali yenu mtaendelea kuwaweka hapa, ina maana mmekubali vitendo vyote viendelee. Unga unauzwa hapa, unga, vidonge vinavutwa hapa, vinavliwa hapa. Unaona, hizo ni adabu mbovu. Kwanza ukitaka kuangalia, angalia heshima gani? Yote na kama kweli ni heshima, angalia heshima gani? Sasa kama mna kweli mnakataza maovu na mkubali pamoja na sisi kushirikiana na sisi walimu ambao tuna nafasi au maimamu ambao kwamba ni weli ni wakataza maovu misikitini, basi ili suala kwa hapa halifawi. Mkiliacha, dhara itakao kujatokea, mtabeba dhima mbele ya Mwenyezi Mungu na sisi mashahidi mpaka kesho Kiyama. Mmoja ameanisha kwamba tujue vijana hao wanafanya kazi kwa namna gani, kwa sababu ni sehemu ya wao kujipatia kipato na wasaidia wazazi wao pia. Pili, kwa ushauri wangu mimi, licha ya kwamba pana makero mengi kutoka na vijana hawa, lakini pia tunapaswa tupongeze kwa namna moja au nyingine kwa kujiajiri. Serikali inatusisitiza sana vijana tuweze kujiajiri. Kwa hawa vijana wameweza kujiajiri, tunapaswa tupongeze kwa hilo. Mchango wangu mwingine mkubwa kwenye vikao vyetu kama hivi, tungelipenda tuwashirikishe viongozi wetu wa majimbo kuwaona namna gani tunaweza kuwasaidia vijana hawa. Moja kati ya kero zilizokuja, wanakosha magari ama vyombo vyovyote, maji yanatiririka huko kwenda kufanya kero kwa watu wengine. Hili ni kero lakini tungeweza kuwashirikisha viongozi wetu wa majimbo namna gani wangeweza kutusaidia kujenga kisima ili haya maji yasiende huko mitaani kukera watu, badala yake yaende kwenye kisima maalum tulichotenga
ili huu mtaa uwe mkavu, shughuli zinaendelea na watu wanapita kama kawaida. Tupo tayari kuwasimamia vijana hao, kuhakikisha kwamba kila penye uharibifu tuna ripoti. Wengine watakuja, ndugu zangu, wanangu, lakini jamii tusione tabu kwenda kuripoti matokeo ya kihalifu. Uhalifu haukubaliki popote pale, lakini kazi inakubalika popote. Kwerekwe pale. Mwisho leo nimekwenda. Ni marufuku kumwajiri kijana, au sivyo? Kweli si kweli? Sasa kimtoto. Sasa mimi ningependelea vipi? Tutafutwe sehemu. Kama wanataka labda magamba, hayo magamba sisi tunaabishia. Magamba funfu yamekaa ndani tu. Sometimes huwa anakaa nikasema vipi? Najuta kusoma. Najuta kukaa nikasoma. Kama gamba lipo na ukitaka nitaenda kuchukulia nikuoneshe. Lakini vipi ile gamba halikusaidia lolote? Ningekaa toka la form 1, form 2, form 3, form 4 nikafanya kazi. Ningekuwa kimaisha nipo mbali sana. Lakini vipi? Subiri kitu kimoja, subiri. Lakini vipi? Nimeamua hivi nisome. Nishaosha sana tu. Mpaka sasa hivi naosha. Wala sikatai. Sasa kwa mtu ambaye ana miaka 12, 13 kwa kuosha, hata kama mimi sina mtoto, lakini sio ni vizuri. Si ni mzuri hata kidogo. Ushanifahamu? Jambo la mwisho la kumalizia, kwa mtoto kuosha miaka 7, miaka 8, 12, hiyo si sahihi. Mimi sina mtoto. Baada ya hapo akaomba msamaha na akakubali kujirekebisha kutokana na lile kosa. Mara nyingi huwa naambia, na msemo wangu naambia kula dharba ilma. Kula dharba ilma, kila pigo ni fundisho. Yaani vitu kama hivi mnatakiwa mujifunze. Vitu kama hivi mnatakiwa mjifunze. Mimi nikiwaambia ndevu yule makelele tu, anapenda kuzungumza, lakini haya yameanza kuwakuta. Inawezekana mkakosa sehemu ambayo mnapatia ugali wenu, mkaanza kuhangaika kuiba, mwisho wa kuiba ni mauti. Hiyo ndo salama yake. Kwa hiyo mimi hata asubuhi leo nilikaa nikazungumza nao. Baada ya kusikia kama kuna kikao, niliwaita nikawaambia, mkipata nafasi ya kuzungumza, hakikisheni chungeni kauli zenu, kwa sababu mnaokwenda kuzungumza nao ni watu wazima, ni baba zetu. Kila mtu kuna namna ya kuzungumza naye. Mimi ni kijana, unaweza kuzungumza na mimi vyovyote vile unavyotaka na mimi nikakuelewa. Lakini kwa mfano kama Mwalimu Omar, kuna mipaka. Lazima hata kama mnataniana vipi, lazima kuna mipaka ambayo mimi nikenda katika hatua hii nitakuwa nimemkosea mwalimu kutokana na utu uzima wake. Kwa hiyo mimi kiupande wangu na ushauri wangu, vijana kabla ya kuendelea na hili, waitwe wazungumzwe tena. Wakikubali kufuata utaratibu ambao utapangwa na jamii, wakikubali kufuata utaratibu, basi wapewe nafasi. Na uzuri tunajuana sote kwa majina. Sote tunajuana, huyu anavuta, huyu ndo anakuja nazo, huyu anafanya nini, huyu anafanya nini. Kikao hicho kimeshirikisha ulinzi shirikishi wa shehia hiyo, wazee pamoja na viongozi wa shehia na askari wa shehia. Hizi ni ripoti za ASAM. Nyuma kamera Huzaima Hamis, Fatma Bernard, ASAM Online TV.